Na mtazamaji wangu, natumai mzima na buheri wa afya popote pale ulipo. Kwa mara nyingine, karibu tena katika YouTube channel yetu mpya pendwa kabisa. Moja taarifa inayozidi kugonga vichwa vya habari hivi sasa ni kuhusiana na uteuzi aliyoweza kufanya mapema mwaka 2025 Rais Mama Samia Suluhu Hassan kumteua binti yake kama waziri wa elimu nchini Tanzania chini ya uongozi wa chama tawala cha CCM inayozidi kuongozwa naye Rais Mama Samia Suluhu Hassan. Tetesi zipo ya kwamba mtoto wake Rais Mama Samia Suluhu Hassan yuko tayari kujiuzulu kwa nafasi aliyoweza kukabidhiwa kuwa waziri wa elimu naye Rais Mama Samia Suluhu Hassan. Ila mtazamaji wangu, kabla niweze kuendelea na habari hii, itaweza kuwa vema iwapo wewe hapo utaweza kuchukua sekunde yako moja kubonyeza maneno yaliyoandikwa subscribe chini ya video hii. Muhimu kabisa uweze kulike na kushare video hii kwa makundi mawili ama matatu. Na mtazamaji wangu, nepotism. Hisia za upendeleo zipo dhidi ya wadhifa wake mtoto wake Rais Mama Samia Suluhu Hassan kwa sekta ya waziri wa elimu. Vilevile, idadi kubwa ya wananchi wa Tanzania kila wameweza kukishuhudia kutokana na utendaji kazi wa muda mfupi ambao ameweza kuhudumu kuanzia waweze kuingia madarakani. Kuna ukosefu wa uzoefu wa kutosha kwenye sekta hiyo ya elimu, ikibainika kwamba huenda angeweza kupewa hata katika sekta ya kilimo na sio sekta ya elimu ambayo ni muhimu. Vilevile, mtazamaji wangu, binti yake Rais Mama Samia Suluhu Hassan anazidi kupitia wakati mgumu kwa sekta hiyo ya elimu, na ndipo ambapo idadi kubwa ya wananchi wa Tanzania hivi sasa wameweza kuungana naye na kudai kwamba hata kama ataweza kujiuzulu katika sekta hiyo ya kuwa waziri wa elimu, ni vyema aweze kupewa sekta ya hata sekta ya kilimo, jambo ambalo idadi kubwa ya watu wametokea kukubaliana na hali hiyo, hasa kutokana na uzoefu na hata historia ya kifamilia, hasa kutokana na nafasi aliyoweza kuipata ni kutokana na mambo ya kifamilia na sio kama kweli aliweza kubobea kuwa waziri mkuu wa elimu chini ya uongozi tawala. Vilevile mtazamaji wangu, kuna conflict of interest, migongano ya maslahi hivi sasa katika chama cha CCM, kipindi na wakati ambapo idadi kubwa ya watu mashuhuri na viongozi hitajika katika nchi ya Tanzania walipokuwa kipigia debe chama cha CCM katika nafasi ya kuongoza nchi ya Tanzania kwa uchaguzi ulioweza kupita. Idadi kubwa ya watu waliweza kuahidiwa nafasi za juu za ngazi ya juu katika serikali iwapo CCM ingeweza kupata ushindi, ila hilo halijaweza kufanikishwa kwa baadhi ya watu walioweza kuchangia pakubwa katika kampeni na rali zilizokuwa zikifanywa nchini Tanzania. Hivyo basi, wale wengi waliokuwa wameweza kuhusika kwa kuchangia pakubwa wanazidi kulalamikia kutaka kupewa ngazi hizo za juu, ambapo kile kilichoweza kutokea tuliweza kushuhudia Rais Mama Samia Suluhu Hassan kuteua jamaa wake wa karibu wa kifamilia katika serikali yake ya awamu ya 7, jambo ambalo liliweza kuacha idadi kubwa ya watu waliokuwa wameweza kufika makubaliano kwa nafasi hizo serikalini. Vilevile mtazamaji wangu, kuna taswira ya serikali kwa umma na kimataifa. Hivi sasa ni gumzo zito linalozidi kujadiliwa na la kushangaza, kwani huenda ikawa sio jambo geni kwake Rais Mama Samia Suluhu Hassan kumteua binti yake katika nafasi ya kuwa waziri wa elimu chini ya uongozi wake, kwani tuliweza kushuhudia katika taifa jirani la Uganda hivi sasa baada ya zoezi la uchaguzi mkuu wa mwaka 2026, Mheshimiwa Rais Jenerali Kaguta Museveni ameweza kumteua kijana wake ambaye ni Jenerali Muhoozi
kuwa katika sekta ya kuimarisha ulinzi, jambo ambalo tunashuhudia jinsi ambavyo inaonekana uteuzi huu wa kifamilia ni kwa manufaa yao binafsi na sio kwa manufaa ya wananchi wengine wa Uganda, kutokana na malalamishi yanayozidi kulalamikiwa hasa kwa wapinzani na wale wote wanaozidi kukosoa serikali hiyo yake Jenerali Museveni. Tukio sawia na hilo linazidi kushuhudiwa nchini Tanzania, kwani kuliweza kuwa na shinikizo na matarajio makubwa kupitia uteuzi aliyoweza kufanya Rais Mama Samia Suluhu Hassan kwa binti yake aweze kuwa waziri mkuu wa elimu. Vilevile, mtazamaji wangu, kwa njia moja ama nyingine, kuna ukosefu wa mchakato unaoonekana kwake uongozi wa mtoto wake Rais Mama Samia Suluhu Hassan, uzoefu uliweza kutarajiwa na kuendesha wizara hiyo ya elimu kwa njia sahihi, kinyume na jinsi ambavyo wabunge wameweza kudai na kuamini ya kwamba iwapo uongozi huo katika sekta ya elimu utaweza kuendelea hivyo, basi huenda matokeo ya wanafunzi shuleni yakaweza kupungua, na hata jinsi ambavyo wazazi wanazidi kutarajia wanafunzi wao kupata masomo ya juu yakaweza kupungua, jambo ambalo ni kinyume kabisa na kile kinachozidi kutarajiwa kushuhudiwa katika sekta hiyo nzito na kubwa ya elimu. Vilevile, mtazamaji wangu, kwa njia moja ama nyingine, kuna shinikizo la kisiasa na la bunge. Kipindi na wakati ambapo bunge liliweza kurejesha vikao vyao rasmi, sote tuliweza kutarajia kwa njia moja ama nyingine. Hivi sasa chama Chadema pia, baada ya kuachiwa huru kwa ajili ya kurejelea rali zao na uhamasishaji wao katika nchi ya Tanzania, huenda tukaweza kuona jinsi ambavyo wengi wataweza kulalamikia nafasi ya uongozi wa serikali ya awamu ya 7 katika sekta ya elimu, jambo ambalo litakuwa ni mjadala mzito kwa wananchi wa Tanzania, kwa kwamba binti yake Rais Mama Samia Suluhu Hassan katika nafasi hiyo imeweza kumlemea. Vilevile, mtazamaji wangu, kuna hofu ya kukosolewa kwa uhuru kwa njia moja ama nyingine. Kweli sote tunafahamu kwamba sekta ya elimu ikiwa ni sekta muhimu, basi moja kwa moja kuna baadhi ya mambo ambayo lazima yaweze kuzingatiwa na yaweze kuwasilishwa, ila itakuwa vigumu kwa mwananchi yeyote yule ambaye ataweza kujitokeza na kudai kwamba angependa binti yake Rais Mama Samia Suluhu Hassan kuwa waziri wa elimu, jambo ambalo linazidi kufanya uongozi usio uongozi wa kufurahia kwa wananchi wa Tanzania, hasa katika sekta hiyo ya elimu, bali ni uongozi wa kimabavu. Hasa wananchi wa Tanzania wameweza kulazimika kukubali na kupokea jinsi ambavyo uliweza kufanywa. Hivyo basi, mtazamaji wangu, itakuwa vyema iwapo wewe hapo utaweza kutochia maoni yako katika uwanja wa comment section. Uteuzi wa binti yake Rais Mama Samia Suluhu Hassan kama waziri mkuu wa elimu nchini Tanzania unapaswa uwe ni wa kudumu hadi zoezi jipya la uchaguzi mpya litakapofanyika katika nchi ya Tanzania, ama pendekezo linalozidi kupendekezwa kwa binti yake Rais Mama Samia Suluhu Hassan aweze kujiuzulu katika sekta ya elimu na aweze kutafuta sekta nyingine ama nafasi nyingine ya uwaziri chini ya uongozi wa mama yake ambaye ni Rais Mama Samia Suluhu Hassan. Haya yote sio kwa manufaa yao, bali kwa manufaa ya mamilioni ya wananchi wa Tanzania. Mtazamaji wangu, ni vema wewe hapo usubscribe katika YouTube channel hii yetu mpya kabisa. Pia ni vyema uweze kushare video hii kwa makundi mawili ama matatu. Bye bye until the next video.